Welcome to Dominion Airwaves program by Bishop Dr. Peter Ole Mankura. Natangaza mbingu ifunguke. Natangaza katika jina safi la Yesu mbingu yako ifunguke. DCMI is located in Kiserian Town next to the Chiefs Camp. Quick growth in life and ministry. No limit in your life. No man is limited. Welcome and be blessed. Bwana Yesu asifiwe sana kila mmoja ambaye anatusikiza popote ulipo Kenya. Bwana kubariki sana na wale ambao wanatuview katika inaitwa view sasa ama inaitwa nini? Lakini katika YouTube wale ambao wanatuangalia Bwana kubariki sana. Vipindi tumeendelea kupokea habari kwamba watu wamebarikiwa, watu wameokoka, and that's my joy and my celebration. Nikisikia watu wameokoka, watu wamebarikiwa. Bwana kubariki, Mungu akuinue na kusaidia zaidi. Endelea kuombea Dominion Airwaves iendelee kupeperusha mahubiri haya na Mungu najua atakubariki na atakuinua. Basi tuendelee kubarikiwa. Tunasema kwamba 2020 inaelekea kuisha. Leo ni tarehe 27. Imana kwamba mwaka unaisha. Najua kuanzia March kulingana na mambo. Biashara zimeharibika. Can you imagine watoto kutokuwa shuleni, kumekuwa na kanisa kufungwa, kumekuwa na mambo mengi katika 2020. Lakini hata zaidi ya yote katikati ya giza, Mungu ametenda makubwa. Wewe umetendewa miujiza. Wewe umefunguliwa milango ya kipekee. Wewe unaendesha gari mpya. Wewe unajenga nyumba. Wewe umeanza project ya kipekee katikati ya giza. Mungu anafanya kazi yake. Kwa hivyo nasema hivi katika jina la Yesu. Mungu hata kuacha, amesema na wala sitakupungukia. Mungu ni mwaminifu. Mungu anabariki watu wake. Mungu anainua watu wake. Kwa hivyo siku ya leo naamini kwamba popote ulipo unapoendelea kusikiza injili hii itaendelea kukubariki, itaendelea kukuinua. Basi ningependa nikupatie neno ambayo inaitwa the power of expectation. Power of expectation. Ni nini unatarajia katika 2021? Tunavuka sasa, tunavuka. We are crossing over to possess our possession. Lazima kuwa na expectation. Kwa hivyo nahubiri kitu inaitwa the power of expectation. Lazima tuwe na matarajio makubwa. Hebu tusome katika neno la Bwana katika Proverbs 23:18. Proverbs 23:18 inasema, surely there is an end, but the expectation of the righteous shall not be put off. Look at that. The Bible says, surely there is an end, but the expectation of the righteous shall not be cut off. Kwa hivyo expectation yako haitakuwa cut off. Ni mbaya tu kama utakuwa na expectation. Mimi naomba uamini Mungu kwamba ataandaa meza mbele. Psalms 23 mstari wa 5. Anasema naandaa meza mbele yako na mbele ya watesi wako. Mungu ni Mungu anaandaa meza. Mungu ni Mungu ambaye anaandaa meza. Anaandaa meza mbele yako, atakubariki pale mbele. Mungu ni Mungu anamwambia Musa katika Kutoka 14 na mstari wa 15. Kwa nini hawa watu wananungunika? Kwa nini wananungunika? Waambie waanze safari, waende mbele. Mbele nimetengeneza kitu. Mbele nimeweka maji safi. Mbele nimewatengenezea baraka. Kwa hivyo Biblia inasema Mungu ni Mungu wa kwenda mbele. Kuna kitu amekuwekea mbele. Kuna baraka mbele. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna baraka Bwana amekuwekea mbele. Kwa hivyo wacha kujali mambo ya 2020. Hebu ujue 2021 kuna baraka yako imewekwa. Wacha kuhesabu hasara nyingi ya 2020. Hebu sasa brush off. Sema Mungu ameniandalia meza. Hebu angalia katika Isaiah 25. Isaiah 25 verse number 6. Anasema katika mlima wa Bwana, Bwana ameandalia watu wake vinono. Hebu sikia. Bwana ameandalia watu wake vinono. Hawajafika bado lakini ameandalia vinono. Nataka leo hii Mungu akuandalie vinono 2021. Nasema kuna vinono yako. Nasema kuna baraka yako imeandaliwa. Nasema kuna utukufu mpya ambao imeandaliwa pale. Nasema kuna shift into the next level for you. Glory to God. Kuna shift into your next level. Kuna level. Yale majaribu yote umepitia, yale trials yote umepitia, yale opposition yote umepitia na kupingwa na shida na madeni na hata vitu zako kuuzwa na kusombwa na kuuzwa. Hebu sikia, ya Ayubu ilifanywa hivyo, lakini baada ya muda kuna siku ya restoration. Nasema 2021, may the Lord restore your glory.
May the Lord restore your joy and laughter. May the Lord make you laugh like Sarah. God shall make you laugh in 2021. Nataka nikupatie hope kwa sababu Mungu ni mwaminifu. Glory to God. Anasema katika Ezekiel 34:26, in the mountain of the Lord there shall be showers of blessing. Mimi naomba 2021 kuwe na showers. Ezekiel 34:26. Kuwe na showers of blessing katika maisha yako. Kuwe na showers. Expect. Glory to God. Expect kwamba kuna mambo makubwa mbele. Glory to God. Kuna mambo makubwa mbele. Wacha kulia kwa sababu ya jangwa, uko karibu kuvuka Jordan. Uko karibu kuvuka na kwenda beyond Jericho na uingie katika Kanani yako. Mungu ako karibu kukusurprise katika jina la Yesu. Kwa hivyo kuna maandalizi. Isaiah 45 verse number 1 to 5, Biblia inasema kwamba nitakushika kama nilipomshika Cyrus. Nitamshika mkono wa kuume. Alafu nitakupeleka, nitatangulia. Nitavunja malango ya shaba na milango ya chuma nitavunja. Kwa hivyo Bwana anasema hivi, nitaenda mbele yako. Kuna milango ambayo imefungwa, Bwana anasema nitatangulia nifungue. 2021, I command your doors to open in the name of Jesus. I command your gates to open in the name of Jesus Christ. Your gates are going to open. Your doors are going to open. I'm telling you, 2021 will be a year of celebration for you. Don't care about what 2020 has done to you, but believe that the Lord Almighty has a prophecy for you. May you hold the prophecy like the man Caleb. Wakati Musa alipotabiri kuhusu Canaan. Kumbuka ametoka Misri. Kumbuka maajabu ya kina Kora. Kumbuka yale imetendeka pale kwa sababu ya maji. Elim, maji machungu. Kumbuka yale yote ambayo imetendeka pale wakiumwa na manyoka na maskopio. Lakini kumbuka Caleb akashika maneno. Joshua 14. Joshua 14. 5 to 14. Soma pale katika Joshua. Mtumishi wa Mungu baada ya miaka 45 anakumbuka maneno ya nabii. Hebu kumbuka maneno ya nabii leo hii kwamba 2021 will be one of the most glorious year for you. Believe it. Believe it. It will be a glorious year for you. Nataka nisome tena katika maandiko. Ukisoma katika Isaiah chapter number 64 verse 1 to 4. Inasema glory to God. Amen. Ole Mungu atakapopasua mbingu ili ashuke, milima itetemeke na hata ichemuke kama maji, ili maadui wapate kujua jina lake. Na Biblia inasema hivi, glory to God, atakapotenda hakuna jicho limeona, hakuna sikio limesikia, na hakuna kitu imeingia roho ya mwanadamu. Mambo mema Bwana ameandaa kwa wale wanaompenda. Sikia, mambo mema Bwana ameandaa kwa wale ambao wanampenda. Unajua kuandaa ni kwamba Mungu anatengeneza meza kabla hajakuja. Iko katika Deuteronomy chapter number 1 verse 8. Anasema injili niliandaa kabla mjakuja, lakini mmekaa Horebu kwa muda mrefu. Mmekaa Horebu. Lakini verse 8 anasema tazama injili niliandaa kitambo kwa baba zenu kwanza, lakini hawajaifika hapa. Ameandaa ushindi. Ameandaa Kanaani. Okay? Ameandaa mahali ambayo inafurika asali na maziwa. Kufurika asali na maziwa inafurika, na ameandaa. Na anasema mfike, lakini kuna Kora hawakufika. Wale spies 10 hawakufika kwa sababu walicheza na neema ya Mungu. Walicheza na neema. Wewe naomba hivi, shikilia neno la utukufu na la tumaini. Soma maandiko. Shika neno la tumaini. Amini Mungu anayebariki. Amini Mungu anaye a game changer. God is our game changer. He can change your story anytime. He can change your story anytime. God is a game changer. God is a story changer. Glory to God. He can pick you from tail to head. He can pick you from bottom to top. He is God Almighty in the name of Jesus. Na Paulo aka-highlight 1 Corinthians 2:9. 1 Corinthians 2:9. Anasema hivi, ana highlight ama na quote kitabu cha Isaiah 64:4. Anasema, as it is written, no eye have seen, no ear have heard, it have not entered the heart of man, good things that God has prepared to them that love him. You love Jesus? Even in trial, do you love him? Even in poverty, do you love him? He has prepared something good for you. My God,
Jesus has prepared something good for you. Why? Because you love Christ. Because you have not denied his name. Even in the midst of corona, you have not denied his name. Even when there was no church, you've continued to have a fellowship not at home. Umeendelea kufanya madhabahu yake nyumbani, na umeendelea kuomba, umeendelea kufunga, umeendelea kutoa fungu lako la 10 na kuweka kwenye till number na pay bills. Haujakuwa mtu mkaidi, umekuwa mwaminifu. Wewe unampenda Kristo. Amesema nimeandaa meza mbele yako ya utajiri kwa vitu vinono, vitu vizuri. Amesema nitakuandalia vitu vizuri. Be ready for something, a surprise in 2021. Isaac, can be ready for a surprise in 2021. Isaac, can be ready for a surprise in 2021. Kuna mambo Mungu atafanya in 2021 ambaye itafanya wengine wawe envious kwa maisha yako. Itafanya wawe envious in the name of Jesus. Glory to God. Kwa hivyo nasema hivi kwamba Mungu ataleta change of your story, change of your level, change of your name, change of position, change of status. Kumbuka, 2021 I prophesy to you, there will be a change of your story, change of level, change of name, change of position, change of status. Believe God. Believe heaven is going to move to bring the desire of your heart. Remember, Psalms 37 verse 4, the Bible said, delight yourself in the Lord and he will give you the desires of your heart. Which desires do you have for 2021? Which expectation? Leo naomba uandike expectation that said 2021. Mimi niko tayari na my expectation. Kuna malist nimeandika ya 2021. Kuna mambo nataka Mungu anitendee. Hebu sikiza nikupatie ushuhuda. Kuna expectation ambayo nilikuwa nayo 2020. Yaani nikiwa 2019 navuka 2020. Nilikuwa na my expectation, nikaandika list ya vitu hata zaidi ya 20. Hebu sikiza. Kwa sababu ya matarajio na kwa sababu ya matumaini ninayo kwa Mungu aliye juu, kanisa ikafungwa, hakuna sadaka, sijui mambo ikafanyika namna gani, lakini sikiza, hakuna kitu hata kimoja ilisimama. My desires were met both at home, my life and my family. Listen to me. Between March and October, God have shifted me to my next level in ministry, in life and ministry. I am in another level. I have been a walking miracle around. Why? Because my expectation have been real. And I know it's not about the economy of Kenya. It's about God. It's about heaven. Kwa hivyo usiangalie uchumi. Wewe uwe tu na my expectation yako ya Mungu aliyejua anayekutana na hoja. Biblia inasema katika Psalms 21 verse number 2. Nataka tuangalie hiyo Psalm. Hebu tuangalie katika Psalms 145:19. He will fulfill the desire of your heart in 2021. Sikiza. God Almighty, Psalms, Zaburi 145 mstari wa 19. 145 na mstari wa 19. Inasema, nami nitatimiza matakwa ya moyo wako kwa wale wanaoniogopa. Glory to God. Nitamtimizia kile anataka. Hebu angalia pale 21 verse number 2. 21 verse number 2. Inasema nini? Inasema, thou hast given him his heart desires and hast not withhold the request of his lips. Selah. Anasema amempatia yeye matakwa ya moyo na hajazuia chochote aliyeuliza kwa maombi. Hajazuia. Kwa hivyo kuna mambo mimi niliomba 2019 iwe 2020. In the midst of corona nimejibiwa yote yangu ya maisha, ya huduma, na my God, ya mission, ya kila kitu. Hakuna kitu imesimama. Kuna mambo nimefanya quarter 1, quarter 2 na kuna mambo saa hizi nafanya quarter 3. Na nasema by December 31st yote imeisha. Na naamini Mungu wa mbinguni atafanya ishe yote. Whether washirika wako, Mungu is not limited. Wachungaji, Mungu si limited kwa washirika. Inategemea imani yako. Kama kunguru ililisha Elisha, washirika walikuwa wapi? Na kunguru alikuja. Kama upepo ilileta ngware, washirika walikuwa wapi? Mpendwa, amini Mungu anayeweza kufanya maajabu tu, supernatural visitation, supernatural miracles. Okay? Mungu alisema enda kwa widow.
ambao hajaionana na Elisha. Si kuna widow mahali ambao hajai kukuona na akujui. Si kuna mtu mahali ambao si mshirika wako na hamjashinda na yeye 3.5 years anakuwa satisfied. I'm telling you, God is a God of supernatural visitation even in the midst of the drought. Elijah amekula chakula 3.5 years na si kwake na si kwa mshirika. Mungu amemcommand widow. Si mshirika na si partner. You understand what I'm talking about? 3.5 years analishwa na hajatoka kwa hiyo nyumba na amelishwa 3.5. I want to tell you today, the desires of your heart will be met in Jesus' mighty name. May the Lord meet you at the desire of your heart. Hebu naomba desire yako iende juu. Desire yako. Luke 24:49. Tarry in Jerusalem until you endure with the power from on high. Walienda Jerusalem because wameambiwa, expectation yao ikaenda juu. Tarry in Jerusalem until you endure with the power from on high. Endeni mkae Jerusalemu mpaka mtendewe. Kumbuka Biblia inasema wakaenda katika chumba cha juu. Mimi nimeenda hapo. Nimekuwa katika chumba cha juu. Nimeingia katika upper room. Nikasikia nywele zangu zimesimama za kichwa. Yaani uwepo bado uko pale. Uwepo bado uko pale. Wakakaa kungoja. Na siku ya Pentecoste mbingu ikapasuka. Upepo ukavuma kaingia kwa nyumba. Wale watu walikuwa dhaifu ni kama wanakufa, sauti kaenda kilometers na kilometers. Wanadamu wakajaa nje. Kila mtu ako na ndimi ya moto kwa sababu walikaa siku 10 ya kutarajia. 10 ya kungojea tu ni lini itafanyika. Ni lini matarajio. Ni lini itafanyika? Siku 10 peke yake. 10 peke yake. 10 peke yake. Expectation yao ikawa met. Naomba yako pia iwe met. Naomba uniandikie list ya 2021. Mpendwa, naomba uniandikie list ya 2021. Glory to God. Naomba uandike number 1. Andika 1. Andika 2. Andika 3. Andika 4 na 5. Hizo hizi. Mimi nataka uandike vitu. Andika mahitaji yako number 1, 2, 3, 4, 5. Andika mpaka 20. Na hata ukitaka 50 andika, kwa sababu Mungu atakutana mahitaji yako yote ukitaka. Andika expectations ya 2021. Andika project unataka kufanya. Andika biashara. Andika inji unataka kwenda. Inji zile zote unataka kwenda 2021. Glory to God. Andika milango unataka ifunguke. Andika destiny helpers unataka. Glory to God. Andika level unataka kwenda. Andika ile gari unataka kuendesha 2021. Mimi nataka kuingia in style. Na nataka kuona helicopter. Oh my goodness. Nataka Mungu aniweke katika another level. Mungu ana uwezo, matarajio, shauku ya moyo. Naomba itatimia katika jina la Yesu. Naomba hivi. Leo hii uamini Mungu anayepeana atakupa next year. Atakaye move na afanya maajabu. Hebu angalia Zaburi 62 na mstari wa 5. Anasema matarajio yangu inatoka kwa Bwana, si kwa maadui na si kwa wanadamu. Matarajio yangu inatoka kwa Bwana. Haitoki kwa Uhuru Kenyatta. Haitoki kwa BBI. Wapendwa, haitoki kwa mambo mengine, inatoka kwa Bwana matarajio yako. Amen. Daudi anasema naangalia milima, msaada wangu utatoka wapi? Akasema naangalia juu katika kiti cha enzi, msaada wangu mahali natoka. Nataka kuambia, angalia juu mahali msaada wako utatoka. Wewe utatendewa next year. Wewe meza imeandaliwa yako ya kudai. Wewe Mungu atakuweka ukae meza moja na wakuu wa nchi. Wewe utavaa mavazi hujaivaa. Wewe, oh my God, utapata maono hujaipata maishani. Wewe utavaa njia hujaivaa. Wewe utapata destiny helpers ambao hujaipata maishani. Utapata mtu ataamuriwa. Kadiri maji Biblia inasema nimeamuru widow. Kwa hivyo hata huenda huyo widow si mkarimu. Ni super glue. Najua kitu kinaitwa super glue. Ni kitu kikushika kutoa ni shida. Huenda alikuwa super glue, but she was commanded. I pray that God in 2021, God to command someone for you. God command resources for your life in the name of Jesus. Hata kama mtu ni Farao, awe commanded. Najua kuna mtu anasema, huyo ni Farao. Huyo ni Farao. Hata Farao anakomandiwa. Glory to God. Anasema huyo, sijui namna gani. Huyo ndiye anakomandiwa sana kwanza. Anaamuriwa na Jehova aliye juu na anaamuru kwa ajili yako. So naamuru kuna mambo. Naamuru kuna potential customers wataamuriwa waje kwako. Potential.
na watakuja 2021. I prophesy in the name of Jesus. Receive potential customers in your business. Receive in the name of Jesus. Pastor, receive pillars of your ministry. Watakuja pillars, professional, career people, business people, watu wazito, mamilionea watakuja church. Na wataamuriwa wasimame na project. Unajua kuna milionea mwingine anakaa hivi. Anakaa 1 year hajatoa chochote kwa sababu hajaamuriwa. Naomba mtu aamuriwe afanye kitu. Nasema mwingine aamuriwa kununulia gari. Mwingine aamuriwa akupe uwanja ya kujenga. Unajua siku moja mtumishi wa Mungu akaja kwangu. Akaja kaniambia, nabii, mtumishi wa Mungu katika area hii Kajiado County, Mungu amekupa mamlaka, amekuinua hapa. Nimekuja, napiga magoti, nipatie shamba Kajiado. Hai, kasema, ile mimi niko nayo ni ya urithi ya watoto na yangu. Sikumuelewa, kaniambia, unasikia mtumishi, nitabirie tu. Akapapanua kidogo, nitabirie, nipe shamba. Ai, nikasikia charge. Nasikia hivyo? Nikasikia kicharge. Nikaongea na ndimi, nikamwambia, receive in the name of Jesus. Receive land. Receive land. I'm telling you, within 3 months, jamaa mtumishi akaitiwa shamba. 8th in a prime place, ajenge kwake katikati watu wazito. Na ameniambia, give me land in this land. You are a authority here. Wewe ni authority around. Unajua ukijua mambo, unaweza tafuta sadaka uende kwa manabii kuhusu 2021. Tafuta tu sadaka mzito. Alikuja tu. Akaniambia, mtumishi, kuna bahasha iko hapa na hii ni ya bahasha ya wewe utabiri, unipe shamba. Nipe shamba. Mimi siwezi kununua na 10,000 hii. Lakini nataka shamba ya mamilioni. Na unajua hii inaitwa Rongai 8th ni 15 million. Can you imagine amepata Rongai free of charge? Na nikijamaa tu namuona hivi ameamuriwa. Nakaa tu hivi tu. Yaani kijamaa kinafungua shati mpaka hapa. Yaani mtu huwezi amini. Yaani anavaa slippers lakini ako na mali. Kuna mali sana. Huwezi amini. Jamaa anasema shika 8th na ndiye akampatia kitu, akatransfer yote. Ameamuriwa na Mungu. Na ameamuriwa namna gani? The Bible says, trust the Lord your God so that you may be established. Believe his prophets and you shall prosper. Leo nataka nikwambie, Caleb alichukua Hebron kwa sababu anakumbuka maneno aliyoombewa na Musa. Anasema, niliombewa na Musa, hii mlima nitabeba by force by fire. Na kusema kweli, alisema, I don't care who is surrounding Hebron. The Jebusite, the Hittites, you understand what I'm talking about. He doesn't care because of the prophetic word of the Father. Yaani Musa alimtabiria, akamwambia wewe, na akaenda kwa Joshua 14:13 nafikiri. Akasema, nimepiga magoti, nibariki, nipatie mlima. Hii mlima yangu nipe. Joshua akapeana. Wapendwa, tuko na vitu hapa. Nitakutabiria hata upate. 2021 receive your land. 2021 receive your car. 2021 receive a new business. 2021 doors, international doors to open for you. There is somebody looking at me. He said, how can it be? I want to tell you in the name of Jesus, you will be surprised when you are seated on the Boeing, flying to the nations of the world in the name of Jesus. Like the day I flew from Dubai, all the way, 17 hours above the clouds of the air, Dubai to America. 17 hours, yani day and night. Unalala, unaamuka, unakula, unaamuka, 17 hours. Yes, bila hii ya hapa mpaka Dubai, lakini unachukua express plane to the US. I want to tell you today, that ticket will not be yours. That ticket will not be yours. God will command somebody to pay for you in Jesus' name. Wacha kujidharau. Wacha kukaa kama kukumenyesha ndugu. Wacha vibaya. Unajua saa zingine ukijidharau ndio unakuwa ugly. Na wakati unachangamuka, unajiamini, unakuwa beautiful na handsome. Wacha kukaa unakaa stone face mpaka watu wanatoroka. Rejoice in the Lord, and I say again, rejoice. Come on, rejoice in the Lord, celebrate. Biblia inasema even if you encounter diverse temptation, James 1:2. Rejoice when you encounter them. Usikunje sura, usiharibu sura ndugu. Utakaa kama chimbazi. Na ni mbaya hiyo. Kaa vizuri. Wacha Bwana kusaidie. Hallelujah. Naona kuna mtu hapa ambao utatolewa kwa hiyo roho ya kununa. Utatolewa kwa hiyo roho ya kuboeka.
Utatolewa kwa stress ambayo imekuchafua mpaka sura, mpaka kilo zimeenda mbaya, mpaka umekaa vibaya. Leo utatoka katika hiyo kifungo, utatoka, utaenda kuinherit your inheritance in Jesus precious name. So wherever you are, I want to prophesy to you. Do you believe God can bless you next year? Do you believe there is a table prepared for you? Lift up your hands as I pray for you. My Father and my God, the one that prepare tables. Prepare a table for that brother. Prepare a table for this sister. Surely there is an end, but the expectation of the righteous shall not be cut off. Lord, I pray for the expectation. I pray for safe crossover. Safe crossover. Crossover to take over. Crossover to take over. Go and take your territories. Go and take your territories. Go and take your blessing. May the showers of blessing come to you. May you and go and take the fat of the land. Pokea baraka. Pokea, vuka unyakue. Vuka uchukue. Si kuvuka uende uzubae. Vuka uende unyakue. Mungu akuvukishe salama, ende unyakue. Bwana kubariki. Bwana akupe mwaka wa kipekee. Mungu afungue milango na barabara zako na highway zako. Mungu akutendee mema. Mungu akubariki. Mungu akupe kibali uolewe 2021. Mungu akubariki uoe 2021. Mungu akubariki biashara yako ipanuke. Mungu akusaidie uwe promoted. Mungu akusaidie uinuke. Mungu akusaidie na kibali. Mungu akubariki. Mungu akuinue. Mungu akutendee mema. Kwa jina safi la Yesu, Baba nimeomba. Mungu akutendee mema. Mungu akubariki next year. Mungu akuchekeshe kama Sarai. Hata mimi natarajia kucheka. Sikia, na atakayesikia na kuona Mangura akicheka, chekeni na mimi. Hata hapa katika Dominion Airways nitakuja kucheka. Na nitakuja kunyonyesha mambo Mungu ametenda kwa sababu atatenda. Nina imani ya Mungu anayefanya. Mungu wa matendo makubwa. Mungu anayefanya makuu. Asanteni. Happy New Year. Happy New Year. Happy New Prosperous 2021. God bless you. God keep you and God bless you. In Jesus' name. Bye bye. Tukutane New Year na mambo mazuri. Amen. Shalom Baba. Thank you for watching this program. You are welcome to fellowship with us every Sunday from 11 a.m. to 1 p.m. at DCMI Goshenland, Kiserian. For prayers, call or SMS us on 0721 236 901 or 0721 470 780. God bless you.